Kwa mara ya kwanza katika kipindi cha miaka 27, ndege ya kivita ya Marekani imedunguliwa katika operation ya kijeshi. Vikosi vya jeshi la anga vya Iran vimedai kuangusha ndege ya kivita aina ya F-15 Eagle karibu na mpaka wa Kuwait, tukio ambalo limeibua taharuki kimataifa. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na kituo cha anga cha ulinzi cha Iran cha Atam Hali Anibaya Air Base Defense, ndege hiyo ya Marekani ilidaiwa kuwa katika harakati za kuingia kwenye anga ya Iran kwa lengo la kutekeleza shambulizi. Katika taarifa yao, Iran walielezea kuwa ndege ya kivita ya Marekani aina ya F-25 ya jeshi la Marekani iliyokuwa ikiingia katika anga ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kwa nia ya kuweza kushambulia imelengwa na mfumo wetu wa ulinzi wa anga na kuangushwa. Mwisho wa kunukuu taarifa iliyotolewa na vyanzo vya kijeshi kutoka nchini Iran. Kwa mujibu wa chanzo hicho, mabaki ya ndege yaliyoangukia upande wa ardhi ya Kuwait, jambo ambalo lilisababisha baadaye Wizara ya Ulinzi ya Kuwait na kutoa taarifa kuhusu ndege hiyo, ambapo video zilisambaa kwenye mitandao ya kijamii zinaonyesha moshi mzito ukipaa juu ya anga na mabaki ya chuma yakipatikana jangwani. Waziri mmoja wa Kuwait akizungumza bila kutajwa jina lake, alinukuliwa akisema kuwa tutaendelea kufanya tathmini ya kiusalama na kuhakikisha kuwa hakuna hatari kwa raia wetu. Mabaki ya ndege yamepatikana ndani ya mipaka yetu. Tukio hili lina uzito mkubwa wa kihistoria, ambapo mara ya mwisho kwa ndege ya kivita ya Marekani kudunguliwa rasmi ilikuwa ni mwaka 1999 wakati wa vita vya Kosovo, ambapo ndege ya F-117 Nighthawk iliangushwa na majeshi ya Yugoslavia ya zamani katika operesheni za anga dhidi ya Yugoslavia. Tangu wakati huo, licha ya Marekani kushiriki katika operesheni nyingi nchini Afghanistan, Iraq, Syria na maeneo mengine, hakuna tukio lililothibitishwa rasmi la ndege yake ya kivita kudunguliwa na adui katika mapambano ya moja kwa moja. Mchambuzi wa masuala ya kijeshi katika eneo hilo wa chuo kikuu cha Tehran alisema, kudungua ndege ya F-15 si jambo dogo. Hii ni ndege yenye historia ndefu ya ubora katika mapambano ya anga. Tukio hili linabadilisha mizani ya kisaikolojia katika vita vya kisasa. Muktadha wa mashambulizi na madai ya kulipiza kisasi yameendelea kukita mizizi katika eneo lote la Mashariki ya Kati. Iran imedai kuwa shambulio hilo ni sehemu ya operesheni ya kulipiza kisasi kufuatia siku 3 za mashambulizi dhidi ya ardhi yake. Kwa mujibu wa takwimu zilizotolewa na Iran Red Cross Society, watu wasiopungua 555 wameuawa, wakiwemo zaidi ya watoto 145 kufuatia shambulio dhidi ya shule ya msingi katika mkoa wa Hormozgan. Picha na video kutoka katika eneo la tukio zinaonyesha madarasa yaliyoporomoka, daftari zikiwa zimezagaa ardhini, wazazi wakilia wakiwa wamekusanyika nje ya hospitali za eneo hilo. Mama mmoja aliyempoteza mwanaye alinukuliwa akisema, mtoto wangu alikuwa darasa la 4, hakujua chochote kuhusu siasa au vita. Alikuwa na ndoto ya kuwa daktari. Wamekatisha ndoto yake. Kauli hizi zimeongeza hisia kali ndani ya Iran, huku viongozi wa kijeshi wakisisitiza kuwa hawatanyamaza mbele ya kile wanachokiita uchokozi wa kimkakati. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya serikali ya Iran, imesema kuwa vikosi vya IRGC, yani Islamic Revolutionary Guard Corps, pamoja na jeshi la kawaida la Iran vimeelekeza mashambulizi yao katika maeneo yanayotajwa kuwa ya kimkakati katika eneo la Asia Magharibi. Miongoni mwa maeneo yaliyotajwa ni makao makuu ya
Marekani ya 5 yaliyoko kule Bahrain pamoja na vituo vya kijeshi vilivyopo Katari, Falme za Kiarabu, Saudi Arabia, Oman na maeneo mengine ya Mashariki ya Kati. Mchambuzi wa sera za kimataifa kutoka Doha nchini Katari alieleza akisema kwamba kama madai haya yatathibitishwa, basi tunazungumzia kuenea kwa mgogoro kutoka tukio la mpakani hadi mzozo wa kikanda unaoweza kuvuta mataifa mengi yenye masilahi ya kijeshi na kiuchumi. Ndege ya F-15 inachukuliwa kuwa ni moja ya nguzo kuu za nguvu za anga za Marekani. Imehusika katika operesheni nyingi tangu miaka 1970 na imekuwa na rekodi ya ushindi katika mapambano ya anga bila kupoteza katika vita ya ana kwa muda mrefu. Kudunguliwa kwake, ikiwa imethibitishwa kikamilifu, kunaweza kuibua mjadala mpana kuhusu ufanisi wa mifumo ya ulinzi wa anga ya Iran, ambapo Iran imewekeza kwa miaka mingi katika mifumo ya makombora ya masafa marefu, kati na masafa pamoja na rada za kisasa. Mtaalamu mmoja wa masuala ya ulinzi kutoka London, yeye alisema kwamba hii si tu hadithi ya ndege moja, ni hadithi ya mifumo ya ulinzi wa anga, mbinu za kijasusi na kivita vya kielektroniki. Inaweza kuashiria mabadiliko katika hesabu za kijeshi za eneo lote la Ghuba. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa linatarajiwa kukutana kwa dharura kujadili hali hii, ambapo mataifa ya Ulaya yamehimiza pande zote kujizuia na kuepuka hatua zitakazochukuliwa za kivita kamili. Soko la mafuta duniani pia limeanza kuonyesha dalili ya kuyumba, huku bei zikiongezeka kwa hofu ya usambazaji kukatizika katika Ghuba ya Uajemi, moja ya njia muhimu za usafirishaji wa nishati duniani. Kwa sasa dunia inatazama kwa makini kwamba je, tukio hili litakuwa mwanzo wa mfululizo wa mashambulizi ya kulipiza kisasi au diplomasia itapewa nafasi ya kuzuia kuenea kwa mzozo huu katika mataifa mengine. Kilicho wazi ni kwamba kudunguliwa kwa ndege hii ya F-15 Eagle karibu na mpaka wa Kuwait ni tukio lenye uzito mkubwa wa kijeshi, kisiasa na kisaikolojia. Linafungua ukurasa mpya katika uhusiano wa Iran na Marekani na linaweza kubadili mkondo wa usalama wa Asia Magharibi kwa miaka ijayo. Tutaendelea kufuatilia kwa karibu na kukuletea taarifa sahihi kadri taarifa hizi zinavyopatikana kuhusiana na tukio hili la kuangushwa kwa ndege hii ya Kimarekani, ndege ya kivita ambayo kwa miaka 27 haijawahi kudunguliwa wala kuangushwa. Tutakwenda kukuletea updates kuhusiana na kile kinachoendelea